Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Azam FC kuna ligi kuu ya NBC msimu uliotamatika kwa maana 2024-25. Azam FC walimaliza nafasi ya 3 nyuma ya Simba, nyuma ya Yanga, na akapata tiketi ya kushiriki michuano hii ya kombe la shirikisho. Mtihani wake wa kwanza ilikuwa ni dhidi ya El Merreikh ya Sudan, na akafanya kazi kubwa kwa sababu El Merreikh ni jina kubwa sana barani Afrika. Ni klabu ambayo imeshiriki michuano ya kombe la shirikisho mara kwa mara. Kuna nyakati imeshiriki kombe la klabu bingwa barani Afrika mara kadhaa, kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo ni klabu ambayo ina uzoefu wa kutosha. Azam wameweza kumuondosha. Hakufanya kazi ndogo, ilikuwa ni kazi kubwa na kazi ngumu, lakini Azam angepaswa kukutana na KMKM pengine mchezo ule wa hatua ya kwanza, alafu ningetarajia akutane na El Merreikh hatua ya pili, kwa maana ukitazama mzani wa KMKM na mzani wa El Merreikh, pengine Azam mchezo wa kesho ataenda kucheza akiwa amerelax zaidi, kwa sababu yeye na KMKM tuseme ni watoto wa baba mmoja. Ni kama baba mwenye mke zaidi ya mmoja, tufanye ni baba mwenye wake wawili, kwamba mke mmoja amemzaa Azam na mke mwingine kamzaa Singida, kamzaa KMKM. Kwa maana KMKM anatokea visiwani Zanzibar na Azam anatokea Tanzania bara. Kwa hiyo familia moja hiyo. Hiyo ni familia Tanzania asilia kabisa, hiyo ni familia. Kwa pamoja ndio tunaiunga Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar. Hiyo kihistoria. Azam baada ya kumaliza mshindi wa 3 akapata tiketi ya kushiriki shirikisho. Mtihani wake wa kwanza ulikuwa ni dhidi ya El Merreikh ya Sudan. Nimekuambia ni watu gani El Merreikh na Azam wakafanikiwa kuwatoa. Mtihani wake ulioko mbele ni dhidi ya KMKM. KMKM ambao nimesema wanafahamiana, japo michezo miwili ya mwisho Azam kapoteza. Waliokutana na KMKM either Sekafa au Mapinduzi Cup, wamepoteza michezo miwili walipokutana. Kwa hiyo ni kumbukumbu mbaya kwa Azam. Lakini pia inaweza kuwa ni faraja kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Azam anakwenda kucheza na KMKM akiwa amefanya sajili nzuri. Unamzungumzia mtu kama Himidi Mao Mkami, ni mchezaji ambaye amepata uzoefu mkubwa soka la ndani na soka la nje ya mipaka ya Tanzania. Unamzungumzia mtu kama Sadio Kanouti Putin, amecheza akiwa na Simba na vilabu vinginevyo huko, ana uzoefu mkubwa. Lakini njoo kwa kocha wao aliyopo hivi sasa, Florent Ibenge, kocha la kimataifa. Huyo Florent Ibenge msimu wa mwaka 2015 akiwa na timu ya taifa ya DR Congo alifanikiwa kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON akiwa kwenye benchi la ufundi pale. Lakini pia akiwa na AS Vita msimu wa mwaka 2014 akiwa na AS Vita, Florent Ibenge amefikisha Vita nafasi ya pili, alimaliza kama mshindi wa pili. Hapo ni klabu bingwa. Lakini mwaka 2018 akiwa tena na Vita alifanikiwa kufika finali na akamaliza tena kama mshindi wa pili akiwa na Vita mwaka 2018 kombe la shirikisho. Lakini msimu wa mwaka 2021-22 tunakumbuka Florent Ibenge alipeleka Berkane finali na akachukua ubingwa kombe la shirikisho. Kwa hiyo wamepata kocha ambaye ni wa daraja la juu. Wamepata kocha ambaye ana uzoefu mkubwa. Ameanza kazi yake ya ukocha mwaka 2008. Unaweza kutazama ni kocha ambaye amehudumu kwa muda mrefu kwenye eneo hilo. Lakini kama nilivyokuambia, vilabu vyake vikubwa ambavyo amefanya vya Afrika na amepata navyo mafanikio ni vilabu viwili, kwa maana ya RS Berkane kawapa ubingwa, lakini pia akiwa na AS Vita kamaliza nafasi ya pili klabu bingwa, kamaliza nafasi ya pili shirikisho. Lakini amejizolea maarufu mkubwa akiwa na Al Hilal Omdurman kutoka Sudan. Amedumu pale na amefanya kazi yake vizuri
na wengi walikuwa kitamani siku moja wamuone Florent Ibenge akiwa nchini Tanzania akihudumu kwenye vilabu pengine Simba au Yanga. Lakini ilivyo bahati kwa Azam wameweza kumpata, na isivyo bahati kwa Simba na Yanga, kama walikuwa wanampigia hesabu, wanapaswa kusubiri siku Azam na Ibenge wakifika tamati, pengine kama Simba watakuwa na uhitaji au Yanga watakuwa na uhitaji kutokana na uwezo wake, basi wanaweza wakafanya naye mazungumzo na kumpata, ila kwa sasa ni mali ya Azam FC. Kwa hiyo kete ya ushindi Azam FC iko mikononi mwao, na kete yenyewe ni Florent Ibenge. Ni kocha wa, tuseme ni VVIP, yani ni kocha wa viwango vya juu, anaifahamu michuano ya kombe la shirikisho vizuri, anaifahamu na michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika vizuri, japo tubezi kwenye michuano ya kombe la shirikisho kwa sababu ndio anaiongoza Azam ambayo inashiriki michuano hiyo. Ni kama ule unasema msiba wa Azam au kilio cha Azam, msimu huu kinaweza kikawa tofauti kidogo. Azam ni timu ambayo imekuwa na usajili mzuri sana, na imekuwa ikitamaniwa ikiwa na matarajio makubwa sana kila msimu kwamba Azam hii itaenda kufika hatua ya makundi, Azam hii itafika hatua ya makundi, Azam hii itafika hatua ya makundi. Kwanza tukumbushe kidogo, Azam walikuwa wanafeli wapi kushindwa kufika kwenye hatua ya makundi, na kipi ambacho naamini sasa hivi kimebadilika kinaweza ikawafanya wakavuka kwenda kwenye hatua ya makundi? Azam FC kama ulivyosema ni timu yenye nguvu ya kiuchumi, wana pesa, wanafanya sajili nzuri, fanya sajili kubwa. Walipokuwa nakwama Azam FC, nadhani walikuwa wanakosa yule kocha muhimu ambaye ana mafanikio tayari kwenye benchi lao la ufundi, ambaye Faisal akiwa kwenye pitch akimuona pale nje anatambua kwamba kocha anahitaji kitu gani, anahitaji nifanye nini kiwanjani. Huyo mtu kwenye benchi la ufundi Azam FC walikuwa wanamkosa. Baada ya ujio wa Florent Ibenge, Azam FC nina imani hata saizi mentality ya wachezaji imebadilika. Mentality ya mashabiki kuwa na yale matamanio imebadilika. Unajua sababu kubwa ambayo wengi tulikuwa tunazungumza, mashabiki na hata sisi wachambuzi, ni kwamba Azam inakosa ule msukumo wa mashabiki, kwamba watu wa kuwapush kama ilivyo kwa Simba na Yanga. Nadhani umeshuhudia kilichotokea Simba, kilichotokea Yanga misimu iliyopita na hata msimu huu, jinsi mashabiki walivyokuwa na pressure, kuweka shinikizo kwa uongozi, kuweka shinikizo kwa wachezaji, kuweka shinikizo kwa benchi la ufundi. Hicho kitu Azam walikuwa nakikosa. Wale mashabiki walikuwa wanaichukulia poa timu yao, kwa hata kudimandi vitu vikubwa walikuwa wanaona kama yani wao kumaliza top 4. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.